Vipi tuachane na dunia na tuishi katika hii dunia? Kuna watu wanapoishi katika hii dunia wameamua ya kwamba hamu yao kubwa ni hii dunia, waipate kwa halali au kwa haramu, waipate kwa dhiki au kwa faraja, waipate kwa uzito au kwa wepesi, lakini malengo yake ni kufanikiwa duniani, hata kama atakuwa ni mwenye kupata hasara kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala amewaangazia waumini ya kwamba kuna baadhi ya watu wameridhia maisha ya dunia. Allah sema katika suratul Ra'd, wafarihu bil hayati dunya wama al hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Wamefurahia yale ambayo walioyachuma katika hii dunia, hata kama wamekosa akhira yao. Madamu nimepata dunia yangu, akhira si muhimu. Japokuwa hasemi kwa ulimi, lakini vitendo vyake vaonesha ya kwamba hajali akhira yake. Afurahi amepata mali, hata kama hakupata kwa njia isiyokuwa sawa. Afurahi kwamba amekidhi haja ya tupu yake, ameenda akatoa shahwa yake kwa njia isiyomridhisha Mwenyezi Mungu. Afurahi hata kama si katika njia inayomridhisha Mwenyezi Mungu. Allah yuwaangazia hawa akisema, wafarihu bil hayati dunya, wamefurahia maisha hii dunia, lakini ukweli ni kwamba wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Maisha hii ya dunia ukilinganisha na yale ambayo ameyakosa kesho akhira, hii ya dunia ni mchezo. Allah subhanahu wa ta'ala atupigia mfano ya maisha hii ya dunia. Sikizeni aya hii katika suratu Yunus. Allah atupatia vipi hii maisha ya dunia inavyoenda haraka. Allah sema, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika yufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Allah sema, mfano wa maisha hii ya dunia ambayo mnaoishi katika hii dunia ni mfano wa mvua iliyoshuka kutoka mbingu. Maji hayo yakachanganyika pamoja na mbegu na mimea iliyokuwa katika ardhi. Kisha waona mimea ya kimea, kisha waona neema zatoka, kisha waona vyakula vapatikana, kisha watu hupata kuvuna, wanyama wakala na wanadamu pia wakala. Na watu wao wanakuwa ni wenye kushiriki na kufurahia hiyo neema. Lakini itafika wakati itakuja mvua itakosekana. Kisha asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amri ya Allah huja na ardhi ikakauka, imma usiku au mchana. Kisha Allah asema, utafikiri kana kwamba jana kulikuwa hakuna hiyo neema. Namna ardhi ilivyokauka na namna ardhi ilivyotisha. Allah asema, kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Hivyo ndo ninavyoeleza aya zangu ikiwa kweli nyinyi ni watu wenye kufikiria. Mwataka kujua maisha ya dunia? Angalieni ardhi. Mvua inaponyesha, neema zinapatikana, kisha yakauka, utafikiri jana hiyo mvua haikunyesha. Vile inavyopita, hivyo ndo maisha yenu ilivyo katika dunia. Ayuha almu'minun, Allah sema, likay la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sema, akinukuu maneno ya mu'mini ali Firaun
ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Mu'min ali Firaun alikuwa ni yuko peke yake baina watu waliokuwa namzunguka Firaun, alikuwa kificha imani yake, yaktumu imana. Kisha ambia watu wake, msidanganyike na hizi nyumba za ufalme wa Firaun, haya ni mapito na mtakuja mtayaacha. Ndipo akasema al-Imam Yahya ibn Muadh, al-uqala'u thalatha, waliokuwa na akili ni watatu. Man taraka ad-dunya qabla an tatruka, ni yule ambaye aliamua mimi hii dunia haitanidanganya, nitaachana nayo kabla haijaniacha. Ayuha almu'min, si Mwenyezi Mungu peke yake anayetuangazia kutueleza hali ya dunia na vipi mu'min atakana ichukulie dunia, aiweke kwa mikono wala asiweke kwa moyo. Asipende kwa ajili ya dunia na asichukie kwa ajili ya dunia. Asimtukuze kwa sababu fulani amepewa dunia, na asimdharau mtu kwa sababu amekosa dunia. Asimlete karibu kwa sababu fulani amepewa dunia na akamweka mbali fulani amepoteza hiyo dunia. Yani mtu akupatia cheo na hadhi yote, uhusiano wako na wewe ni kwa misingi ya dunia peke yake. Ole wako Mwenyezi Mungu aone katika moyo wako kwamba humtukuzi mtu kwa neno ya la ilaha illa Allah, wamtukuza mtu kwa sababu ya dunia daniya, kwa sababu ya hii dunia iliyokuwa duni. Ayuha almu'minun, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alitupatia tiba ili tupate kujua kwamba hii dunia tutayacha, na akatupatia njia ya kuweza kuachana na dunia kabla haijatuacha.